Habari za wakati huu mtazamaji wa TBC1 karibu katika mfululizo wa vipindi vyetu. Mimi ni Joseph Bura na leo natembelea chuo cha VETA Goroa hapa katika mkoa wa Manyara, moja ya miongoni mwa vyuo ambavyo vinafundisha masomo ya sayansi, hasa ufundi wa umeme, lakini pia hapa wataalamu wetu wale ambao tunategemea kwa ajili ya kutengeneza mifumo ya maji yasipote njiani, wataalamu wale wa plumbing wanapatikana pia hapa na watatueleza. Lakini chuo hiki sasa kimeanza ama kimepewa nafasi ya kuwafundisha walimu watakao kwenda kuwa walimu katika zile shule za ufundi na amali. Ni mkakati wa serikali katika mabadiliko ya mitaala ya elimu. Na hapa moja kwa moja sasa nazungumza na mkurugenzi wa VETA kanda ya kati ambaye anasimamia mikoa mitatu, mkoa huu wa Manyara, Dodoma pamoja na Singida, na moja kwa moja nazungumza naye atatueleza mikakati hii walionayo. Karibu sana na habari za leo mkurugenzi, karibu. Nashukuru sana. Naam, VETA mmejipangaje? Naona maeneo mengi ya nchi shule zinajengwa, zinaitwa shule maalum za mafunzo ya amali. Sasa VETA naambiwa ninyi ndio mmejipanga na chuo hiki cha VETA mmechagua kuwa sehemu ya kuwapika wataalamu kwenda kufundisha kule. Hali ikoje? Karibu sana. Nakushukuru sana ndugu mwandishi. Kwanza nikushukuru kwa swali lako zuri hili, lakini kwanza namna gani tumejipanga, lakini kabla ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini la pili nieleze kidogo VETA. VETA kama nilivyosema awali ni chombo cha serikali ambacho kimetungwa kwa sheria namba 1 mwaka 1994 sura namba 82. Lakini ina majukumu mengi imepewa na serikali. Lakini serikali kwa nini ilifanya hivyo? Serikali imeamua kufanya hivyo baada ya kuona kuna tatizo kubwa la ajira. Ndio kaona ni vema basi tuunde chombo ambacho kitasaidia kutatua tatizo hili la ajira, sekta rasmi na isiyo rasmi. Na kweli VETA ikaanzishwa, na VETA sasa hivi ndio kila kitu. Ukija hapa unapata ujuzi ambao utatatua tatizo la ajira, ambao utajiajiri, utaajiri na utaajiriwa. Sasa tumejipanga namna gani? Taarifa kwa wananchi wote, swala zima la kufundisha wasichana, wanawake katika chuo hiki. Chuo hiki cha Goroa tumekiteua kwa ajili ya kufundisha wanawake tu. Kwa sababu VETA Tanzania chuo kinachofundisha wanawake tu hakipo. Tukasema sisi kanda ya kati tuna mazingira mazuri ya chuo cha Goroa. Tuna bweni mazuri, mazingira kila kitu yako vizuri. Sasa na lengo la serikali ni kuhakikisha Mheshimiwa Rais kuhakikisha wanawake basi nao hawa wanakaribia asilimia 50 kwenye ajira ya sekta rasmi isiyo rasmi. Tufanye nini? Tunasema sisi kama kanda ya kati lazima tuweke mikakati namna gani wasichana waje hapa kusoma level 3. Level 3 hii ina maana ipi? Kama ulivyosema, lakini sisi tunataka kutoa level 3 ya wanawake, hasa kuongeza idadi yao. Lakini pili, kuhakikisha wanawake hawa wanapata ajira ya sekta rasmi, isiyo rasmi na kuajiri. Kwa maana ya kwenda kuwa walimu. Kwa walimu, umeelewa? Sasa hivi kama ulivyosema awali, sasa hivi serikali imeweka mikondo miwili. Form 1 mpaka Form 4. Kuna mkondo wa jumla na mkondo huu wa amali. Mkondo wa amali sekondari ziko nyingi sana. Lakini tukumbuke uanzishwaji huu serikali imejipanga, lakini walimu hawa wanapatikana wapi? Lazima sisi kama VETA tuhakikishe VETA kanda ya kati tunahakikisha watu wanaotoka na ujuzi kwenda kufundisha walimu kufundisha shule za amali wanapatikana kwenye vyuo vyetu. Mkakati namba 1 ni kuhakikisha wanawake nao wanapata nini? Elimu hiyo ufundi ujuzi ili wakawa walimu kwa level 3. Kwa sababu kiangalia kwa walimu tu kwa kanda ya kwetu wako 104 ni walimu kwa kanda hii ya kwetu. Lakini 129 tu ndio wanawake. Sasa tukasema hapana, ngoja tuweke mikakati ya kuhakikisha vijana wetu wa kike, lakini sio kijana tu wa kike tunasema hata mzee wewe njoo usome hapa, hata university tumesema njoo usome hapa walimu. Ukisoma hapa miezi yako 3 na skills yako ya walimu umesoma University of Dar es Salaam, njoo hapa upate ujuzi. Tutakupeleka kwenye shule hizi za amali, utafundisha na vijana wetu wale walioko kule serikali ilivyodhamiria watapata kazi. Hakika tutakuwa tumejikomboa nchi hii kwa kupitia VETA. Mkurugenzi wa Tanzania wanakusikia, na hawa wasichana wanaowataja wanataka kujua sifa zipi ili aweze kupata nafasi ya kuja kusoma hiyo level 3 hapa VETA Goroa Manyara. Sifa mama ziko 2. Ya kwanza au mwanamke. Ya pili, sisi tuna level 1, level 2 na level 3. Kwa sababu sisi sasa anahitaji ili aingie level 3
lazima amalize level 2. Sasa sifa namba moja ambaye atakuja kukaa hapa miaka yake mmoja hapa lazima amalize level 2. Tumeelewana? Lakini sisi kama tulivyosema awali tuko flexible. Yaani sisi hatukariri lazima akae mwaka. Ametoka university, amemaliza walimu, tunakwambia njoo miezi 6 au miezi 3 anasoma baadhi ya muda tu kwenye swala zima la umeme au swala zima la plumbing. Huyu akitoka pale ataenda kufundisha shule za amali. Nataka usisitize hapo, wapo ambao ni wahitimu wa vyuo vikuu wana shahada mkononi, lakini fursa za ajira zimekuwa ni ngumu sana. Lakini kwa sababu kuna nafasi ya kwenda kuwa mwalimu hapo, wanakusikia. Nao sifa ni hizo amalize level 1 level 2. Sifa ni hizo, lakini nimesema hivi, sisi kama VETA tunawaandaa. Akija hapa ni university, tunamwangalia huyu amemaliza elimu yake, education yake, degree yake university. Sasa sisi tunasema huyu hapana, sifa nayo hiyo tayari. Tunamfundisha sasa namna gani tunaweka ile mikakati yake ya miezi fulani kwamba amemaliza muda fulani, kwa sababu sio hawezi akamaliza masomo yote ya umeme yote. Tunasema hapana, huyu lazima tumfundishe modo hii, modo 5 au 4 zinamtosha kwenda kufundisha kitu fulani. Tayari huyu ana walimu. Umeelewe? Sasa natoa wito, ulikiwa university, njoo VETA Goroa, wewe mwanamke, njoo hapa. Ukisoma hapa level 3 ni mwaka mmoja. Ukimaliza kusoma level 3 tayari ajira zipo. Serikali imeanzisha shule za amali kila kona. Walimu tuna imani kabisa hawatoshelezi wa ufundi. Sasa njooni hapa ili muende mkafundishe, ili muende viwandani, kwa sababu level 3 huyu anatumika sehemu zote. Sio lazima aende kwenye shule za amali, ataenda kufundisha VETA. Lakini ataenda viwandani. Viwanda vyote vinahitaji watu kutoka VETA. Lakini biashara zote zinahitaji watu kutoka VETA. Hakuna mfanyabiashara anayefanya pasina mtu kutoka VETA. Sasa VETA ukimaliza ile level 3 yako, wewe una nafasi nzuri, una fursa nzuri ya kupata ajira na kuajiri na kuajiriwa. Bila shaka mkurugenzi umesikika, lakini unasimamia mikoa 3 ya kanda ya kati. Singida umesema, Dodoma yenyewe pamoja na hapa mkoa wa Manyara. Unaotaka waje wasome hapa VETA Goroa kwa sifa kwa kozi hii ambayo imetangazwa hapa, lazima watoke kwenye mikoa unayosimamia ama nchi nzima? Kwa sababu VETA ni serikali na sisi hapa tunatangaza kwa nchi nzima. Ndio maana tumesema chuo kinachotoa wanawake tu kwa VETA Tanzania kitakuwa cha kwanza VETA Goroa kuanzia mwezi wa 7. Kwa hiyo tunatoa wito wote waliomaliza level 2 popote walipo waje wanawake, lakini waje wachukue fomu au waingie kwenye mtandao wachukue fomu wajiunge mwezi wa 7 na level 3 kwa fani ambazo tunaanza nazo ni umeme, fani ya plumbing ya mabomba haya. Umeelewe? Kwa sababu sasa hivi kuna ruasa, kuna nini, umeelewe? Wapo, umeelewe? Alafu na swala zima la tailoring, maswala ya ushonaji haya. Sisi sio ushonaji kama ile shati lako lilivyo kunjwa. Kushona safi kabisa. Ni shati hilo ambalo huwezi kutofautisha na shati linalotoka kiwanda wala unaoenda China. VETA sasa hivi ndo tulipofika kule. Made in Goroa, made in Tanzania. Yes, made in Goroa, made in Tanzania. Thank you very much. Nakushukuru sana. Ni mkurugenzi ambaye anasimamia mikoa 3 ya VETA ya Singida, Dodoma pamoja na Manyara. Pengine Watanzania wanataka kujua sasa, umejiridhishaje mkurugenzi na mazingira ya chuo hiki ambacho VETA imekiteua kuhakikisha kwamba inawatoa walimu wale wazuri sana, watatumia kwenye viwanda, watatumia kwenye shule ambazo serikali inakamilisha maeneo mengi ili wakafundishe. Mazingira yako sawa sawa, mabweni, sehemu ya kulala? Hakika umetembelea mwenyewe. Umeona fani hizi mbili zimesheheni vifaa vyote vya level 3. Vyote. Ukiangalia ile bweni pale, si utafikiri ni hoteli iliyojengwa. Mama Samia huyo. Tumpigie makofi sana mama. Sawa. Umeangalia bwalo. Kuna bwalo wapi hapa Manyara zima umeona kuna bwalo kama lile? Mama Samia huyo. Sasa tumejiandaa vizuri, walimu wako vizuri, vifaa vitu vizuri, tumejiridhisha kwamba sasa ni wakati wa chuo cha VETA Goroa kufundisha level 3 kwa ajili ya walimu waweze kupatikana kwenda kufundisha sehemu zingine. Lakini nitumia nafasi hii vile vile kwamba wajue wananchi wa mkoa huu wa Manyara. Nirudie wito wangu, tumieni vyuo vilivyoko. Fursa hii ni kubwa. Nimesema Simanjiro pale wanafunzi tunakosa. Kwa nini tunakosa? Ni mwitikio ni mdogo, na ndio maana tumesema waje hapa level 3 wanawake itokee hapa kwa sababu ya wafugaji. Wajue umuhimu wa wanawake wa kupata ujuzi.
Kwa sababu sisi hapa tunaenda paka mifugo tufundisha chuo hiki level 3 kwa ajili ya wanawake tu. Sasa tunachohitaji ni kwamba wananchi wa mkoa wa Manyara watumie nafasi hiyo. Unapomaliza mahala popote, chuo umaliza, lakini wale wafugaji wasikae na watoto wao kule, wawapeleke VETA wapate ujuzi ili waweze kujitegemea katika maisha yao. Inawezekana wengine wanaogopa, hawajui, inawezekana gharama ni kubwa. Tumetukagua hizi bweni nzuri sana kama hoteli ya kitalii. Wengine wanaweza kaona pengine gharama ni kubwa sana. Nashukuru sana. Gharama ni kubwa. Lakini ukubwa wake umebebwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Dr. Kufundisha kijana VETA ni zaidi ya milioni 2 lakini anayekuja kulala na kula hapa ni 120,000. 60,000 miezi 6, 60,000 miezi 6 mingine analala. Umeona ile bweni lile, hoteli ile, kila kitu anapata pale. Watu wanaokosa nafasi zingine za ujuzi, vyuo vingine, nendeni Simanjiro. Fursa ipo. Fursa ipo. Nafasi zote zipo. Mkurugenzi, umelalamikia sana hilo la Simanjiro. Kwa sasa chuo kina uwezo gani na ina wanafunzi wangapi na wangapi wanakosekana? Kwa sasa hivi kuna wanafunzi wako 52, wanaokosekana 180. Ziko wazi nafasi. Ziko wazi nafasi. Sasa wafike pale mwezi huu wa 7, watakutana na mkuu wa chuo na stafu iliyoko pale, wataambiwa nini cha kufanya. Pale kuna kozi sasa hivi tumeanzisha hii ya umeme, kwa sababu mwanzo tulikuwa na fundi kozi hizi zingine, lakini jamii pale ikasema tunataka fani moja ya ushonaji. Sasa hivi ushonaji wapo, ya umeme ipo, ya mansuri ipo, ya welding ipo. Ndio fani ambazo sasa hivi ziko pale, ambazo ziko tayari na vifaa vyake viko na wanafunzi wako ndio hao 51 wako pale sasa hivi kwenye hizo fani. Sasa tunaomba zaidi wafike ili waweze. Sisi tumesema mwanzo, hatukariri. VETA haikariri, ina wataalamu. Pale nimesema wataalamu wako wanaofanya soko, wanafanya utafiti. Tumefanya utafiti wa kutosha pale Simanjiro. Kuna kozi za short courses za mifugo. Wale ni wafugaji, lakini ukienda pale kuna short courses za mifugo. Afuge namna gani? Majani yake ale na namna gani majani? Iko kozi pale. Sasa wafugaji watumie ile nafasi. Anenepeshe vipi na ng'ombe wake? Akienda pale Simanjiro anapata pale. Sasa ninachotoa wito, narudia, wananchi, Mheshimiwa Rais kamaliza kazi yake. Kamaliza kazi yake, akajenga vyuo 80 sasa hivi, mwakani 145. Hiyo ndo kazi ya Mheshimiwa Rais, na kuweka facilities na kulipia ada wananchi wote wanaohitaji kusoma pale. Kazi ya mwananchi ni kupeleka kijana wake ajiokoe na ajira. Sio kazi ya rais hiyo sasa. Nakushukuru sana mkurugenzi. Kwa dakika moja kabla sijasikia kutoka kwa mkuu wa chuo hiki cha VETA Goroha hapa Manyara. Kwa sasa hivi vyuo ambavyo mitaala imebadilishwa na shule nyingi zinajengwa na hapa mkoa wa Manyara kuna hapo Mbulu pia shule iko katika hatua za mwisho. Walimu wanahitajika pale. Sasa walimu hawa wanatosheleza kwa kiasi gani na wanahitajika kutoka VETA? Walimu wanatosheleza. Serikali ikiamua imejipanga, kwa sababu serikali, waziri aliyeweka, Mheshimiwa Rais aliyeweka yale mabadiliko ya mitaala, akijua VETA itatoa watu kwenda kufundisha. Na mkurugenzi mkuu kupitia bodi yake wamejipanga kwamba level 3 hawa wataenda kusoma walimu na wataenda kufundisha huko. Umeelewe? Kwa husu dimandi ya kwenda walimu kwa VETA hakutakuwa na tatizo, kwa sababu vyuo 3 ya vyuo vinatoa level 3. Tuna imani kabisa wataenda level 3, wanaenda diploma, wataenda paka degree, hao watafundisha, kwa sababu tatizo la ajira la walimu litakuwa halipo. Kwa wanawake wanatosheleza kiasi gani, na kwa nini msisitizo ni kwa wanawake kwa hapa VETA Goroha? Kwa wanawake hawatoshelezi, kwa sababu ndio maana tumesema sasa hivi tunaweka mikakati kuhakikisha kwamba lengo la taifa, lengo la VETA kuhakikisha wanawake wanakaribia 50% kwa 50. Nimetolea tu mfano hapa, tuna wanafunzi walioko kwa sasa hivi ni 6,700 lakini wanawake wako 1,800 au 4,000 na ushe huko. 28% ndio wanawake kwa kanda nzima, 28%. 72 wote ni wanaume. Ndio sasa hapana, tutamwangusha Mheshimiwa Rais. Tuhakikishe kwamba tunaweka mikakati. Mikakati moja wapo ni kuhakikisha kichuo hiki kinatoa wanafunzi wa kike tu kwa Tanzania nzima nao. Na inaanza Julai hii. Inaanza Julai. Nikushukuru sana mkurugenzi. Mimi nakushukuru sana, na mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais na waziri na mwenyekiti bodi na mkurugenzi mkuu kwa kutupa nafasi Goroha kuwa ni chuo cha pekee cha wasichana. Asante sana. Nakushukuru sana. Ni anayesimamia vyuo vya VETA katika mikoa mitatu ya Manyara hapa tunapozungumza katika chuo hiki cha VETA Goroha, lakini pia Singida pamoja na mkoa wa Dodoma. Lakini pia hapa Goroha tunaye mkuu wa chuo hiki ambaye anasimamia chuo cha VETA Goroha. Atajitambulisha na
nini kinafuata baada hapa kwa sasa, kozi 3 ambazo wanazifundisha, lakini mwitikio ukoje kwa sasa? Na mazingira ya chuo tumeyaona na kama picha zinavyoonekana hapo. Mkuu, habari za leo na hongereni kwa hatua mliofikia. Asante sana, nashukuru sana. Naam, jitambulisha kwa Watanzania, nataka kujua VETA Goroa mko vipi na kozi zipi mnazifundisha, lakini baada ya hapa nasikia kuna kozi zingine mtazianzisha. Kwanza najitambulisha, naitwa Joshua Benge Matagane, ndiye mkuu wa chuo cha VETA Goroa. Kwa kifupi, mtakumbuka kwamba hivi karibuni tumefanya marejeo ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014, tulirejea mwaka 2023. Yale marejeo ya hiyo sera ya elimu na mafunzo yalipelekea kubadilisha mitaala yetu. Kwa hiyo tulibadilisha mitaala. Katika badiliko la mitaala ikaonekana kwamba ni vema sasa tufundishe mafunzo ya ufundi stadi, lakini pia tufundishe mafunzo ya amali kwa vijana wetu walioko shule za sekondari hapa nchini. Sasa kuweza kuziba pengo hilo la walimu katika hizo shule za sekondari, lakini pia na vyuo vya ufundi, kunahitaji walimu wengi. Kwa hiyo ikaonekana kwamba ni vyema sasa chuo cha VETA Goroa kiandaliwe makususi kwa ajili ya kufundisha walimu au kuandaa walimu watakaoenda kufundisha kwenye hizo sekondari pamoja na vyuo vya ufundi. Lakini pia tuliona kwamba katika kanda yetu na katika vyuo vyetu udahili wa wasichana uko chini sana, ni chini ya 30%. Na moja kati ya targets za VETA ni kuongeza udahili wa watoto wa kike. Kwa hiyo ikaonekana kwamba ni vyema sasa chuo hiki kijikite kuandaa walimu watakaofundisha mafunzo ya amali kwenye sekondari na vyuo vya ufundi wa kike. Hivyo basi tumepanga kudahili mwezi wa 7 vijana takribani 80 wa kike ambao watatumia yale mabweni ambao mmeyaona. Lakini sambamba na hilo tumepewa fedha nyingine kwa mwaka ujao wa fedha mwaka 25-26 kwa ajili ya kujenga bweni jingine litakalochukua wasichana 80. Lengo letu likiwa ni hilo hilo, tuchukue vijana wa hatua ya 3, wakihitimu hapo wanakwenda kusoma mwaka mmoja pale chuo chetu cha ualimu Morogoro, alafu tunawatapanya kwenda kwenye vyuo mbalimbali na shule mbalimbali za sekondari kwa ajili ya kufundisha mafunzo ya amali. Na mko tayari kuwapokea mwezi wa 7? Tuko tayari, kama ambavyo mmepita kwenye mabweni yako tayari, na tayari tumeshakamilisha ujenzi wa jiko, bwalo tuko hatua za mwisho kabisa, tuko kwa 95-96 na kila kitu kiko tayari. Vifaa tunavyo vya kutosheleza vizuri, nafikiri mmepita karakana mmeona vifaa vya kisasa kabisa ambavyo wanafunzi wakifika hapa wataweza kupata hayo mafunzo. Lakini kwa sasa tumeanza na hizo fani 3. Itakapofika Januari tutaongeza fani nyingine 4 ambayo itakuwa fani ya tehama au ICT, lakini tutakuwa na fani ya horticulture, kilimo cha mboga mboga na matunda, lakini pia tutakuwa na fani nyingine ya food production, mapishi tutawafundisha hapa. Lakini mwisho tutakuwa na fani inaitwa animal health and production. Maana yake ni uandaaji, matunzo ya mifugo au mazao ya mifugo yote, kiwemo samaki, ng'ombe na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo mafunzo yote hayo tutayaendesha hapa chuo cha VETA Goroa. Na katika kuchagua fani hizo tuliangalia uhitaji kwenye mazingira yetu haya au kata yetu, lakini pia wilaya na mkoa. Tuna uhaba mkubwa au hatuna fani ambazo au vyuo ambavyo vinafundisha fani hizi. Fani ya tehama katika vyuo vya VETA, chuo cha VETA Goroa kwa muda mrefu ndio kitakuwa chuo cha kwanza. Kwa mkoa wa Manyara ama kwa kanda yenu? Kwa kanda ya kati, fani ya ICT au tehama kwa muda mrefu itakuwa chuo cha kwanza. Lakini pia fani ya horticulture ndio kitakuwa chuo cha kwanza kwa vyuo vya VETA. Lakini pia fani ya food production kwa mkoa wa Manyara itakuwa ni chuo cha kwanza. Fani ya animal health ni chuo cha kwanza au cha pili, kwa sababu Simanjiro nao wanatoa masuala ya mifugo. Kwa hiyo tumeangalia pia uhitaji wa mazingira yetu, na uhitaji huo ndio tunaamini kwamba utapelekea chuo chetu kuwa na wanafunzi wengi na wa kutosha. Na kwenye hili la eneo la upishi umetaja, kwa sababu kanda yetu huku iniko karibu na mikoa hii ya kaskazini ambako kuna hoteli nyingi sana za kitalii pia. Sasa sijui mtawaunganishaje na hoteli za kitalii wakimaliza kujiandaa hapa, wanajua kupika, kuwahudumia, mtawaunganishaje na hizi hoteli ili waweze kupata fursa ya kunufaika na sekta ya utalii? Okay. VETA inapotekeleza shughuli zake haitekelezi kama taasisi binafsi. VETA inatekeleza shughuli zake na wadau.
tuna wadau mbalimbali, hoteli mbalimbali, lakini pia kwa mfano kwenye eneo la kilimo tuna watu kama Taha tunashirikiana nao, kuna watu kama SUA. Hiyo migomba pisi 200 unaona imepandwa hapo imetoka SUA hiyo. Kwa hiyo tunao wadau mbalimbali ambapo hao watatusaidia pia au tutajenga mashirikiano nao ili wale wahitimu wetu wanapomaliza hapa basi inakuwa rahisi kwenda kwenye shughuli mbalimbali za utalii, shughuli mbalimbali za kilimo, shughuli mbalimbali za kimafunzo mengine zaidi. Ni Joshua Matagane, mkuu wa chuo cha VETA Goroha hapa mkoa wa Manyara, na ipo katika wilaya ya Babati, fursa ambayo itaanza hivi punde tu mwezi wa Julai. Wasichana, nafasi imetangazwa kwa wanawake kwa ajili ya kutayarishwa kwa level 3 hiyo. Sasa kama unazo hizo sifa zinazotakiwa, bila shaka changamkia fursa hiyo. Sasa hizi kozi mpya ambazo zitaanza Januari, mkuu wa chuo, kutakuwa ni kozi za muda gani na utaratibu wake ukoje ili Watanzania wanaokusikia kwa sasa waweze kunufaika? Kuna kozi za muda mfupi kwa kiasi gani ili waweze kumudu mtu anayetaka kuanzisha ufugaji wake kwa kisasa, badala ya kuchunga ng'ombe wengi achunge wachache ambao wanaweza kupeleka bidhaa sokoni? Yeah. Kozi zitaendeshwa katika mifumo miwili. Tutatoa kozi za muda mrefu, lakini pia tutaendesha kozi za muda mfupi katika hizo tutakazozianzisha. Na gharama si kubwa kama ambavyo mkurugenzi wa kanda ametamka hapa. Gharama kwa kozi ya muda mrefu ni shilingi 120 tu. Kimsingi hiyo sio ada, tunasema ni mchango. Huwezi kumlisha mtu ukamfundisha, ukamsomesha na kila kitu kwa shilingi 120 na akalala hapo na kila kitu kwa shilingi 120. Huo ni mchango tu, anachangia. Kuna gharama kubwa sana ambayo serikali inabeba ili kuweza kuziba hilo pengo jingine ambalo mzazi ameshindwa au hatoweza kulichangia. Kwa hiyo gharama ni nyepesi ambazo ziko affordable au zinahimilika kwa kila mtu. Na chuo cha VETA Goroha kwa mkoa huu wa Manyara ni miongoni mwa vyuo ambavyo vinatajika sana kwa ajili ya kutayarisha wataalamu wa masuala ya plumbing, masuala ya ufundi wa bomba, na tunayo RUWASA hapa, tunayo BAWASA hapa. Wanasaidia sana kwa kuhakikisha kwamba upotevu wa kiwango cha maji usio mkubwa sana, kwa sababu tayari vijana wamepikwa hapa. Sasa vijana hawa jisikia fahari kwa kiasi gani wamepata ajira ambao tayari wameshatoka, ili wanaokusikia kwa sasa wajue kwamba kuna fursa, waliotoka hapa wameshaajiriwa? Kwa kitaifa sasa hivi tunasema employment rate, asilimia ya vijana ajirika kwa VETA ni asilimia 68. Na kwa chuo cha VETA Goroha imebaki humo, lakini au inaweza ikawa imezidi kidogo. Vijana wetu wengi wanaotoka hapa wanaajiriwa. Kwa nini wanaajirika? Kwa sababu ya mifumo tulionayo, vifaa tulivyonavyo, lakini pia weledi wa walimu tulionao. Lakini pia kabla ya kuwapeleka kwenye ajira, hawa wanafunzi huwa tunawaattach na taasisi mbalimbali. Kwa mfano umetamka BAWASA, umetamka RUWASA. Hivi ninavyokuambia kuna zaidi ya vijana 15 wamechukuliwa BAWASA kwa ajili ya field, kwa ajili ya practical na kadhalika. Na wengine wamechukuliwa TANESCO, wengine wamechukuliwa kwenye maeneo mbalimbali. Kimsingi hatuna experience ya vijana wetu kukosa nafasi za field kwa sababu ya weledi walionao. Kwa hiyo tunategemea sasa hivi watakapokuwa na hitimu hapa basi wanaweza kuajirika na wakafanya kazi zao huko. Lakini sio kuajirika tu, ni pamoja na kujiajiri. Kijana atoke hapa anakuwa fundi bomba mzuri, lakini aweze kuendesha kilimo, aweze kufanya shughuli zake za mifugo, aweze kufuga samaki na kadhalika na kadhalika. Hii ndio lengo hasa la serikali, kuhakikisha kwamba lile ombwe la ukosefu wa ajira linapungua kadri inavyowezekana. Vipi kwa upande wa umeme? Umeme napo tuko vizuri, hatuko vibaya, na nimetoka kueleza hapa kwamba haya majengo unayoyaona yamefanywa wiring na mwalimu akiwasimamia wanafunzi wake wa hatua ya pili. Kwa hiyo hapa chuoni wametoka hapa chuoni. Kwa hiyo wamesuka mifumo ya umeme, bwenini, taa unazoziona, provision za feni unazoziona, kila kitu wamefanya chuo cha VETA Goroha. Sasa kama inawezekana kufanya hivyo, bila shaka huyu kijana anapotoka hapa anaweza kuajirika. Nakushukuru sana mkuu wa chuo, na bila shaka wengi waliopata nafasi hii ya kusikia tu haya mahojiano watachangamkia fursa hiyo. Nikushukuru sana. Kwa sekunde chache sana tukamilisha na mmoja wa wanafunzi ambaye anasoma katika vyuo hivi, atatuambia amejipanga kwa kiasi gani na anasomea nini. Karibu sana. Habari za leo? Asante sana. Unaitwa nani? Naitwa Emmanuel Malima. Na wewe umejipanga vizuri sana Malima. Vipi? Unasomea kozi gani hapa? Nasomea kozi ya umeme, ngazi ya umeme. Ngazi ya pili. Ngazi ya pili. Vipi, mbona uko vizuri sana hivi? Unazingatia usalama pia. Sasa kwa mfano Mtanzania na kutazama kwa sasa anataka kupata fundi ambaye atamfanyia wiring kwenye nyumba yake. Unajiamini kwa kiasi gani utashika hii kibarua
ajira umepewa ya muda ule na mnakubaliana bei, unawachukua wenzako, utakamilisha hii kazi au nyumba yako inakuja kupigwa shoti? Najiamini 100% kwa sababu nimepokea mafunzo mazuri yenye ustadi wa hali ya juu, na ukulinganisha na mimi kama mimi ninaye hamu ya kupata ajira na kuweza kutangaza chuo changu vizuri. Niko vizuri. Bweni la pale la chuo kwetu tumefanya wiring wenyewe, na kama hivyo mlivyopita mkalishuhudia, ni sisi wenyewe wanafunzi wa umeme hapa VETA Goroa ndio tumefanya hiyo wiring. Kwa hiyo tuko vizuri kwenye 100%. Tuko vizuri, tunaomba wananchi watupokee, kwa sababu si tunatoka kusoma, hatuwezi kwenda kufanya sisi wenyewe. Lazima wananchi ndio wafaje, watupokee sisi tuweze kufanya kazi. Kule mtaani kuna mafundi ambao wana majina yao sio mazuri sana, wanaitwa vishoka. Na bila shaka vishoka wataondoka kwa sababu kutoka VETA Goroa mtakuwa mmekamilika bila shaka. Unawaambia nini vijana ambao bado hawajapata fursa ya kuja kusoma hapa chuo cha VETA Goroa, sababu wewe ukitoka hapo umekamilika, naye aje akamilike? Zungumza na kijana mwenzako ashawishika kuja hapa. VETA kuna mafunzo mengi. Cha kwanza, hata kama ulikuwa hujui kutumia kompyuta, ukija VETA Goroa au VETA yoyote, unajifunza pia kompyuta. Na vile vile unatoka na fani ya umeme na fani nyinginezo, lakini kompyuta unafaje? Unafahamu. Na kulingana na sasa hivi utandawazi ulivyo, fundi yote lazima afahamu kuhusu kompyuta. Kwa hiyo kwa VETA hiyo ni fursa kubwa. Kwa hiyo asiogope, akaribie sana kwa sababu ajira zinapatikana. Mwalimu, nani alikushawishi kwa mwanzo? Leo tuzungumze kidogo. Nani alikushawishi kwamba nenda VETA na usiende kitu kingine? Kwa nini umekuja VETA Goroa? Cha kwanza nilipenda. Wewe mwenyewe? Mimi mwenyewe. Au baba kasema nenda kasome? Nilipenda fani ambayo nimesomea sasa hivi. Kwanza, unajua kitu ili uweze kufanikiwa, kipende kwanza, ndio utaweza kufanikiwa. Mimi nimekipenda. Alafu kwa nilivyokuja kusoma, nimeona mafanikio yake. Tunaweza kusaidia watu nyumbani. Emmanuel Malima, mmoja wa wanafunzi ambao wanasoma katika chuo cha VETA Goroa hapa Babati katika mkoa huu wa Manyara, na anasema tayari Watanzania waamini kwa sababu yeye ameshakuwa mtaalamu, anajiamini. Ukimpa kazi bwana Malima, unahakikisha kwamba wewe subiri tu mwanga wake na nyumba yako haitaungua. Mimi ni kushukuru sana Mtanzania ambaye umefuatilia mahojiano haya moja kwa moja. Umeyasikia kutoka kwa mkurugenzi anayesimamia VETA katika mikoa mitatu ya Dodoma, Singida pamoja na Manyara, na umesikia fursa hiyo ambayo imetangazwa kwa wasichana ama kwa wanawake ambao wanataka kuja kusoma level 3. Utaalamu huu unapatikana hapa katika fani tatu ya masuala ya umeme, lakini pia masuala ya plumbing kwa maana ya mafundi bomba, na pia na fani nyingine ya ushonaji wa nguo. Fani zote hizo hakuna mtu ambaye anatoka nyumbani kwake bila kuvaa nguo, na hiyo nguo uliyovaa ni biashara kubwa sana utakapopata fursa ya kuja kusoma hapa. Lakini nyumba zote iwe ya serikali, majengo ya huduma, iwe nyumba binafsi, hakuna nyumba ambayo haina umeme siku hizi. Kwa hiyo ajira zipo mtaani hata kama hutaajiriwa kokote pale. Lakini pia plumbing, masuala ya bomba, hakuna nyumba ambayo sasa hivi haina umeme kwa sababu serikali imeweka miradi mingi sana. Sasa utaalamu wote huu kufikisha maji kutoka kwenye chanzo mpaka kwenye nyumba ya mtu inahitaji utaalamu wako wewe ambaye utakuja kusoma katika chuo hiki. Mimi ni Joseph Bura, nikushukuru sana kwa ajili ya muda wako na nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vyetu vinavyofuata. Asante na bye bye kwa sasa.